Kwa hiyo hakikisha unakaa mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu utajifunza vitu vingi sana ambavyo huko nje huenda haujawahi kufundishwa au haujawahi kuviona kabisa. So kwa majina yangu naitwa Mr. Arnold Silas Mdolo. Najua wageni wote ndio mara ya kwanza kuniona. Mimi nafanya kazi na hii kampuni toka mwaka 2022. Taaluma yangu nimesomea biashara. Kwa hiyo nina degree ka biashara ambako vyeti vyake viko Uvunguni kule nakoishi. Kwa hiyo sijaenda kuapply kutafuta kazi huko nje, lakini nafanya kazi kwenye hii kampuni, kwa maana ni kampuni ambayo imenifanya mimi kuweza kupata vitu ambavyo ningekuwa kwenye ajira nisingeweza kuvipata. Lakini kampuni hii, mimi baada ya kukutana nayo, kuna vitu ambavyo nilijifunza na nikaona kama kijana au mtu ambaye anahitaji mafanikio, hii ni kampuni sahihi ya kufanya nayo kazi. Kampuni inaitwa BF Suma. Sema BF Suma. BF Suma. BF Suma. Sasa BF Suma ni nini? Twende tukaifahamu BF Suma ni nini. Tunaposema BF Suma ni kampuni ya afya na uchumi. DJ. Ni kampuni ya afya na uchumi ambayo imejikita katika kufanya tafiti, uzalishaji na usambazaji wa bidhaa bora za afya. Wageni, mnanisikia kweli? Ni kampuni ya afya na uchumi iliyojikita katika kufanya tafiti, uzalishaji na usambazaji wa bidhaa bora za afya. Sawa? Nitauliza swali mwishoni, atakayejibu vizuri tampa zawadi. Mimi sio mchoyo. So kampuni hii imeanzishwa mwaka 2006 kule Marekani. Imeanzishwa wapi? Marekani. Kwa kule ndo makao makuu. Kampuni hii imejikita katika, yani soko lake 80% ya bidhaa zake ni katika soko la Afrika, yani Afrika nzima. Kwa hiyo huku imeanzia katika nchi ya Kenya. Nairobi, Kenya pale ndo makao makuu kwa Afrika nzima. Kwa hiyo kwa maana ya usambazaji wake, Afrika ndo sehemu ambayo tunasema ni target market. Unapoanzisha biashara yoyote au wewe kama ni mfanyabiashara yoyote, lazima kuna watu ambao wewe umewatarget, si ndio? Hasa hii kampuni ili target Afrika kwa sababu waligundua Waafrika wengi wanasumbuliwa na magonjwa ambayo sio ya kuambukiza. Magonjwa ambayo sio ya kuambukiza. Mfano ni yapi ambaye anajua? Magonjwa ambayo sio ya kuambukiza. Blaza pale. Saratani, safi, tumpigie makofi. Ugonjwa mwingine, wageni? Wewe mwenyeji tena daktari. Blaza pale. Kisukari, tumpigie makofi. Ugonjwa mwingine? Dada pale. Ugonjwa gani unaofahamu ambao sio kuambukiza? Ameshataja. Basi ngoja nawe tukupige makofi. Sawa, kwa magonjwa ni kama hayo, kuna kisukari, pressure, matatizo ya saratani, tezi dume, matatizo ya nguvu za kiume, vidonda vya tumbo na magonjwa mengine yote ambayo si ya kuambukiza. Kwa hiyo ikaonekana huko Afrika watu wengi wanahangaika sana kwa sababu mtindo ambao wanaishi, yani mtindo wao wa maisha unawapelekea kupata magonjwa ambayo si ya kuambukiza. Ulaji wetu si mzuri. Wengi tunaishi chini ya $1. Uongo kweli? Nikisema chini ya $1, nabidi unielewe hivi. Kuna mtu kwa siku anaweza akatumia 2500 tu na siku ikawa imeisha, si ndio? Ndio. Sasa hapo huwezi kupata mlo kamili kwa 2500. So ndio maana huku Afrika watu wengi wanasumbuka sana na magonjwa ambayo si ya kuambukiza. Kwa hiyo kampuni hii baada ya kufanya tafiti na kugundua watu wengi wanahangaika kwa sababu ya hayo magonjwa, wakaamua kuleta bidhaa ambazo zinaendana na Mwafrika wa chini, ambazo zitamsaidia kutibu hizo changamoto ambazo si za kuambukiza. Unaelewana? Kwa hiyo kwa maana ya kutibu magonjwa, tunatibu magonjwa ambayo si ya kuambukiza, lakini pia na magonjwa mengine ambayo ni ya kuambukiza. Kampuni hii imeingia hapa Tanzania mwaka 2013.
mwaka 2000 na ngapi? 13. Makao makuu ni hapa Dar es Salaam, pale Mwenge ndo kuna headquarters au tunasema makao makuu ya kampuni. Tunaelewana? Ehe. Kwa hiyo katika mikoa yote Tanzania, mikoa yote mikubwa kuna ofisi zetu. Kwa hiyo it means leo hii hata wewe ukiwa mkoa wowote ule unaweza ukafanya kazi na sisi. Tunaelewana? Ya, ila ishu kubwa jitahidi uelewe na ujue biashara hii inafanyikaje, lakini pia wewe unaweza ukanufaika vipi. Kwa hiyo katika kampuni kuna vibali ambavyo tayari kampuni imejipatia kwa hapa Tanzania, ambapo Tanzania vibali vikubwa ni viwili. Kuna TBS alafu na TMDA. TMDA ndio inasajili madawa kwa upande wa Tanzania huku. Kwa hiyo kampuni yetu ina vibali hivyo vyote, ukihitaji kuviona viko pale ofisini. Sawa? Kwa hiyo kampuni imesajiliwa. Tunaelewana? Na tukiangalia toka mwaka 2013 mpaka leo hii mwaka 2025 ni miaka mingapi? Miaka mingapi mpaka sasa hivi? Toka 2013 kuwepo Tanzania. Miaka 12. Sinaona kumbe ni kampuni kongwe, si ndio? Kwa sababu zinakuja kampuni nyingi na zinaondoka. Tunaelewana? Lakini pia zinakuja kampuni ambazo ni za ujanja. Tunaelewana? Zinaondoka. Lakini hii kampuni bado ipo. Na mwaka 2023 tulienda Kenya kule, nadhani tulikuwepo mimi, madam huyo alikuwepo, madam Zela hapo alikuwepo. Tulienda Kenya kusherehekea miaka 15 ya kampuni kuwepo katika bara la Afrika. Naona? Kwa hiyo kwa maana ya Afrika kampuni na miaka kama 17. Tuipigie makofi. Zimekuja kampuni nyingi, zimeondoka, zimekufa, na nyingine huenda mnazifahamu, lakini kuna utofauti mkubwa sana kati ya hii kampuni na hizo kampuni nyingine. Kwa hiyo nadhani kuna kipengele ambacho pia dokta hapa atakuja kuelezea ili kujua ni kampuni ipi ambayo ni sahihi zaidi kufanya nayo kazi na ni kwa nini wewe ufanye kazi na hii kampuni ambayo sisi tunafanya nayo kazi. Sawa? Kwa hiyo kampuni ina bidhaa ambazo zinagusa maisha ya Mwafrika yule wa chini kabisa, kwa maana ya kwamba bidhaa zetu zipo hadi zinazouzwa kwa $1 ambayo ni 2800. Tunaelewana? Ukienda katika kampuni nyingine si rahisi kukutana na hizo bidhaa. Kwa hiyo bidhaa zipo aina nyingi sana ambazo pia nadhani kuna kiongozi atakuja kuzielezea. Na mpaka sasa hivi kampuni hii tumeweza kuwasaidia watu wengi sana hapa Tanzania, kwa sababu yale magonjwa ambayo hayatibiki hospitali, sisi tumeweza kuwasaidia watu na wamepata matokeo. Mfano mzuri, ukipata sasa hivi changamoto, wanaume sasa, una changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, utatumia dawa gani ya hospitali? Naomba nitajie hapa. Dawa ipi utatumia ya hospitali ya kukutibu nguvu za kiume ili zirudi? Sioni mkono, ina maana hakuna hiyo dawa. Tunaelewana vizuri? Lakini hapa tunayo ile pale. Huo ni mfano, na watolea mfano ili muelewe kwa nini mko hapa. Sawa? Lakini pia mfano mtu una changamoto labda ya PID, utatumia dawa zipi za hospitali au pharmacy za kutibu hiyo PID? Wanawake, nitajie hiyo dawa. Dawa gani? Haipo. Una changamoto sasa hivi ya kisukari, utatumia dawa gani kutibu changamoto ya kisukari? Kule nyumbani tuna ndugu zetu, tuna majirani zetu ambao wanahangaika na kisukari kila siku, si ndio hivyo? Kila siku wanaenda kuchukua dawa, wanabadilishiwa dawa. Lakini sisi hapa tunazo bidhaa ambazo mtu anatumia kwa mwezi mmoja mpaka mitatu na anapata matokeo, anapona kabisa. Tunaelewana vizuri? Lakini pia sisi bidhaa zetu ni zile za matumizi ya kila siku nyumbani, pia zipo. Lakini pia hizi ni kama tibalishe na virutubisho, kwa maana ya kwamba si lazima mtu awe mgonjwa ndo atumie. Kwa hiyo kama mtu, mfano kuna mtu ambaye hajatumia sabuni hapa asubuhi. Wewe hujatumia sabuni? Wewe hujatumia sabuni leo? Si umetumia? Wote tumetumia sabuni. Kwa hiyo hata hapa sisi tunazo hizo sabuni. Lakini pia kuna mtu hajapiga mswaki leo? Wote tumepiga, si ndio? Kwa hiyo pia dawa za meno zipo. Kwa hiyo kwa maana ya kugusa maisha, sisi tunagusa maisha ya watu katika kila engo, kwa sababu bidhaa zilizopo
ni za lazima. Yaani wewe kila siku lazima utumie sabuni, ni lazima utumie dawa ya meno. Kwa hiyo kama uko hapa, uko mahali sahihi. Ishu kubwa ni wewe uelewe utawezaje kuwasaidia watu ili uweze kupata pesa. Tumeelewana? Ili uweze kupata pesa ni lazima utafute tatizo. Mwambie mwenzako utafute tatizo. Utafute tatizo. Ukishatafuta tatizo, unaenda kutafuta suluhisho. Mwambie mwenzako tafuta suluhisho. Tafuta suluhisho. Matatizo tumeyaona au? Si ndio? Ndio. Kama matatizo ni hayo ambayo kila siku yani inatulazimu tupige mswaki, inatulazimu tuoge, hilo ni tatizo, si ndio? Sasa tunasuluhishaje? Na maana kuna bidhaa ambazo inatakiwa hawa watu wauziwe ili wewe uweze kupata pesa. Kwa hiyo utajifunza hapa na utaelewa namna gani ya kuweza kuwafikia hao watu, lakini pia ni faida gani ambazo wewe utazipata endapo ukiuza bidhaa zetu. Kwa hiyo kwa hapa Dar es Salaam tu hapa tulipo kuna ofisi zaidi ya 10. Tunaelewana vizuri? Kampuni nyingi zinakuwa na ofisi moja. Sawa? Unakuta mtu yuko Dodoma mpaka achukulie bidhaa Dar. Mtu yuko siji wapi mpaka achukulie bidhaa Dar. Sisi huku zipo mikoa tofauti tofauti, lakini kwa hapa Dar es Salaam tu unaishi siji Mwenge kuna ofisi. Unaishi Mlimani City kuna ofisi. Unaishi Makumbusho kuna ofisi. Unaishi Kigamboni kuna ofisi. Posta, siji Gongo la Mboto, Mbagara, Kinondoni, kote huko kuna ofisi zetu. Kwa hiyo ishu kubwa ni wewe uelewe ni namna gani utanufaika katika kuzisambaza hizo bidhaa, lakini pia hatusambazi kama machinga. Mwambie mwenzako hatusambazi kama machinga. Sio wale wa leo nimetembea na sabuni hii, lakini hii hapa ndakuuzia kwa promotion, hizi mbili ukitumia si nini utachukua kwa 2000. Sisi sio hao. Tunaelewana vizuri? Ni tofauti. Sisi ni international. Mwambie mwenzako international. International. Hii ni kampuni ya kimataifa, na sikuambia tu tuna viwanda vitatu. Kuna bidhaa zinazalishwa kutoka Marekani, lakini kuna bidhaa zinazalishwa kutoka China, kuna bidhaa zinazalishwa kutoka Ujerumani. Tuipigie makofi kampuni. Kwa hiyo wageni, mko mahala sahihi. Nadhani mpaka hapo, kama kuna mgeni ana swali aniulize sasa hivi ili nimsaidie.